Introducing the Nigerian football team. And what's the first thing you notice? No boots, of course. Nigeria alikuwa chini ya utawala wa Muingereza. Na kwa kipindi hicho kwake Muingereza, mchezo wa football ulikuwa ushashika mizizi na ulikuwa ni mchezo pendwa na kilikuwa ni chanzo kikubwa cha burudani. Hivyo basi kutokana na Nigeria kuwa koloni la Muingereza, basi Muingereza akaambukiza mchezo huo mpaka katika nchi ya Nigeria, ambapo ukawa ndio mwanzo wa kuundwa kwa timu ya taifa ya Nigeria ikiitwa Nigerian UK Tourist Team. Lakini pia vikaundwa vilabu mbalimbali vya ndani ikiwepo kama Railway Workers pamoja na Lagos Athletics. Hivi ni vilabu ambavyo vilikuwa vya kwanza kabisa kuundwa na Waingereza. Hivyo basi lengo la kuunda vilabu hivyo ilikuwa ni kudumisha uhusiano mzuri kati ya wakoloni pamoja na watu wa Afrika ama wa Nigeria, kuweka uhusiano mzuri kati yao. Na baada ya hapo basi wakoloni waliandaa ziara ama tour ambayo ilienda kufanyika UK. Hivyo walikusanya wachezaji mbalimbali wa ndani kutoka Nigeria, ikiwemo wachezaji kutoka Lagos Athletic pamoja na Railway Workers, ambapo baada ya kufika barani Ulaya walicheza takriban michezo 9, ambapo Nigeria aliibuka kinara katika michezo miwili, akisale michezo miwili, lakini pia akipoteza michezo 5. Mmoja kati ya mchezo ambao aliucheza Nigeria ulikuwa ni mchezo dhidi ya Cosmo X ambao ulichezwa jijini Liverpool, na Nigeria alipoteza kwa mabao 5-2. Lakini kitu cha kuvutia zaidi katika safari hii ya Nigeria katika soka bwana, Nigeria walikuwa wakicheza pepo. Katika miaka hiyo Nigeria walikuwa hawana uzoefu wa kutumia viatu, lakini angalia ni kwa namna gani waliweza kumenyana uwanjani na kukarakashana na meno ya wazungu na kupata walau ushindi wa mechi 2, sare 2. Hivyo basi si ajabu kwa Nigeria leo kuiona ikiwa ina shine katika soka. Kwa hawa na soka wametoka mbali sana, hivyo ni haki yao kufika hapa walipo. Hii ni Mtitu Media, endelea kutufuatilia, kusubscribe, kufollow na kushare. Mimi ni Abdul Tele.